Naweza, okay. Mambo yanaenda kuwa salama. Yes. Si ndio? Kabisa. Hello guys, hello viewers, wherever you're watching from. Today it's 10 over 10 on Tension Thursday, a chilly, is it afternoon or Afternoon. afternoon? Yeah. It's an afternoon, chilly afternoon. I'm your host, Triple MKE. I'm your host, Shaz Mwende. Najua mnashindwa. Hey, Rada. Trevor ako wapi? Si ndio? Unauliza Trevor ako wapi? But don't worry, Trevor ako around. But we're the host today. Shanghai sana. Don't worry, Trevor ako tu, si ndio? And today we have a guest. Tuko na guest for the first time at 10 over 10 on 10 show. We have hosts and gospel artists. Si ndio? Sharon is going to introduce mgeni kidogo. Okay. Look, today you look smart, both of Oh, you. thank you. You also look good. Yeah, Okay. Like, najua watu wametumiss kama mi Shaz Mwende. Hey, najua mmeni-miss kwa udaku chemba, lakini here we are. Yote ni kazi manzi, si ndio? Okay, today tumebarikiwa sana. Tuko na mtumishi wa Mungu. Mbali na kuwa mwimbaji, bado ni mtumishi wa Mungu. Yuko hapa na sisi leo, anaitwa Paul Mwana wa Sonko. Kwa sababu wako hapa sitaongea mengi. Wacha ajitambulishe, aseme ni nani. Karibu. Nashukuru kwa nafasi njema ambayo Mungu ameweza kutufikisha. Kwa majina anaitwa Paul Katesia ama Mwana wa Sonko, na nimeokoka na mpenda Yesu. Mimi natumikia Mungu kwa vipawa tofauti sana, kama kuna kipawa cha uimbaji na pia cha utumishi. Kwa hivyo nampenda Yesu. Shukrani kwa nafasi. Karibu sana. Karibu. Tunafurahia sana. Unajua kukuwa na mtumishi wa Mungu manzi si kitu cha kawaida. We are feeling the the atmosphere. Nakwambia atmosphere is filled with the Holy Spirit. Yeah, sure. Si kawaida. Even the viewers wherever they are watching, unajua kuna vile kuna that ka feeling that you are feeling, si ndio? Kwanza ni baridi lafu karoka ingie vizuri. Ni fit sana. Yeah. Karibu mtu man of God, welcome to the show. Thank you so welcome much. so much. Yeah, so you have said that you are called Mwana wa Sonko. Yeah. Mwana wa Sonko. Naitwa Mwana wa Sonko. Mwana wa Sonko ule governor ama tunataka tunashinda tusikia Mwana wa Sonko. Asante, nitaeleza. Nashukuru kwa kuniuliza swali kama hilo, manake pale YouTube watu wanashanganga mimi ni ule Sonko, mtoto wa Sonko governor ama ni Sonko yupi. Hata kwa Facebook wanajulizana maswali. Sasa wengine wanakuwa na hiyo maswali, lakini leo ni siku yenu ya kujua huyu Sonko ni nani. Balezo apewe sifa. Kuna wimbo wangu wa kwanza ambao ni wa Kikamba, nilitangulia kuimba nao 2016. Huo wimbo niliimba nikimaanisha kwamba wakati ama saa imefika Mungu afute majina ambayo tumekuwa tukiitwa ama umekuwa ukiitwa na watu. Mungu akubadilishie jina ama majina umekuwa ukiitwa, afuta hayo majina uitwe mtoto wa Sonko. Kwa hivyo huyu Sonko ni nani? Huyu Sonko ni Mungu. Kwa maana yake hakuna tajiri mwingine kama Mungu. Bwana apewe sifa. Amen. Hakuna tajiri mwingine kama Mungu. Kwa hivyo ndio sababu nikaimba wimbo nikisema ya kwamba wakati umefika tufutwe majina ambayo maadui wanatuita. Majina yetu ibadilishwe, tuitwe matajiri ama tuitanishwe na Mungu ule ambaye ni Sonko. Ndio maana yake anaitwa Mwana wa Sonko, mtoto wa Sonko. Wow. Mwana wa Sonko. Sonko ni Mungu. Wow. Washajua si mtoto uni mtoto wa Sonko ule mkubwa. Hadi si Sonko mmoja. Like pia mimi nimeshtuka but sikuwa na expect it hiyo jina imetoka place kali. Imagine pia niko amazed kabisa. Amazed. So you mean that the word Sonko ni God tuna Mungu. Yeah, ni Mungu. So your God is your Sonko and that is wonderful, that is my powerful. Yeah. Sindio? Yeah. Wajua senga umezea tu Sonko mmoja. Yeah, Sonko. But you really appreciate, sindio? Yeah. So you said that, so 2016 ndio ilikuwa your first song ama? Yeah, nilianza kuimba 2016 na ndio Mungu akanipa wimbo ambao unasema saa imefika ama wakati umefika. Saa ni wabika na Kikamba saa ni wabika. Saa ni wabika. Ngai abute masitwa ala tuithito tukwitwa na maitha maitu. Masitwa twambeetwa Mwana wa Sonko kana witwa Mwana wa Sonko. Wibinde yangu ni abika ubutwe sitezu withitwa kwitwa ni mumaitha kana ni amaitha magu wambia kwitwa Mwana wa Sonko. Wakati umefika ufutwe hiyo jina uitwe mtoto wa Sonko.
Na ndio manake nikaimba huo wimbo from 2016, hapo ndio nilianza kuimba. Mpaka wa leo inaendelea na kutumikia Mungu kwa kipawa cha uimbaji. And that is very powerful. You know, nikaa uli influence watu wengi cause unapata mtu anakuita maskini, mtu anakuita kiwete. But when you call yourself mwana wa Sonko, Sonko wa God. Yeah, the most I got. Yeah. At least msana anakuwa encourage. At least that song ilikuwa ile encourage wase. Kweli. Najua ile encourage. Kama shazi unaonaje? Ndio ime encourage wase. Unajua wakati mwingine unapata maadui, mwingine wanaku-nickname hivi, wewe ni maskini, sijui nini, like unabandikwa majina. Unajua tuko kwa life. Tuko kwa hiyo era ya mtu tu akiamka leo aone hiyo ndio weakness yako. But nafurahi kusikia wakati aliamka hivi akasikia hivi, like God anafuta, you know, anafuta kila kitu. Unakuwa hakuna jina lingine, hakuna cha umaskini ama nini. Na unajua sisi wote ni watoto wa Mungu. Like hakuna Mike, hakuna Pastor Paul, hakuna Sharon, hakuna Chris. Sisi wote ni watoto wa nani? Na jina pia iko na nguvu. Jina iko na nguvu. So hiyo jina ambayo unaitwa inaweza kukudhuru tu. Ndio manake sasa inafaa ufutwe hiyo majina ambayo umeitwa ili uitanishwe na Mungu ama uitanishwe na jina ambalo liko na uhusiano na utajiri. Ili wewe uwe tajiri. Kweli. Ulimi una nguvu. Nasikianga ulimi una nguvu. Ndio. Kweli. Ndiposa sasa mimi nikajiita mwana wa Sonko. And that is powerful. That is na kutoka nijiite hiyo jina niliona hali ilibadilika. Maisha ikabadilika. Kwa hivyo jina iko na nguvu. Kweli. Okay, Paul, mwana wa Sonko, Pasi, mimi ningetaka kujua. Umetuambia safari ya uimbaji ulianza 2016. Ndio. Okay, uliamka tu siku moja ukaamua I have to sing ama what happened? Nini ni msukumo gani ulipata hadi hiyo 2016 feel like nataka kuimba? Ama labda umekuwa ukiimba kwa mtoto shuleni nini? Okay. Kuimba si kitu unachukua tu na ama si unaamka tu unaanza kuimba. Unasikia niko na soprano. I like that, Hiki ni kipawa ama ni wito. Na ni kitu Mungu anakuanga ameweka ndani ya mtu. Na hii kitu ikiwa ndani yako haijalishi uko na umri gani ama uko na miaka ngapi. Huwa inaanza kuonekana hata ukiwa mdogo. Kwa hivyo mimi hii kipawa ya kuimba sana sana ilianza kuonekana nikiwa shule. Kwa hivyo nikiwa class 4 mimi hata nilikuwa na shiriki kanisa pale Ukambani inaitwa AIC. Na pale AIC mimi nilikuwa mwalimu wa kwaya. Kwa hivyo ni kitu ambayo ilianza kitambo. Unaona nikiwa class 4 nilikuwa bado kijana na sikuwa na miaka mingi sana, lakini watu walikuwa wameniekelea mkono na kunipa hiyo nafasi niwafunze jinsi ya kuimba. Kwa maana ni kipawa ambacho Mungu aliweka ndani yangu. So kuimba kutoka 2016 kuanza nilianza kutoa nyimbo. Lakini kipawa kilianza kufanya kazi kitambo nikiwa mdogo. So nikaendelea hivyo, sasa ndio nikakuja nikasoma, nikamaliza class 8, nikaenda high school, day school. From there wakati nienda day school nikasoma kwa sababu ya pesa na hapa na pale nikafika form 2. Sikufika form 4. Nikafika form 2. Na maana kipawa kilikuwa ndani yangu. Hata nikiwa pale high school bado nilikuwa leader wa CU. Pale nilikuwa leader wa CU. Kwa hivyo hii ni kitu bado iko ndani yangu. Like hiyo talent nasema ina hiyo msukumo inakuchochea bado Alafu unapata kuona wale viongozi wa pale kama ni walimu walikuwa wanaona hiyo kitu iko ndani yangu. So walikuwa wananipea nafasi. Ili nifanyishe kile kitu ama kile kipawa Mungu ameweka ndani yangu kazi. Kwa hivyo hata ni kitu ilikuwa inaonekana na watu na mpaka wale inaonekana. So nikiwa high school nikaendelea kufanyia Mungu kazi, nikatoka kwa sababu ya shida ya kifedha na pesa, mimi nika drop out form 2. Hapa sasa ndio mimi nikakuja Nairobi, nikaanza shughuli sasa za kazi. Nikaingia supermarket nikafanya. Baadaye sasa ndio sasa 2016 hapo nikiwa hapa Nairobi upande wa Kayole. Na mimi ni kwamba nyinyi wote mnajua pale Kayole Nairobi. Hapo ndio sasa mimi nimeanza maisha. Sasa hapo ndio usiku mimi nilikuwa nimelala, Mungu akakuja akanipa wimbo wa kwanza kabisa. Sasa wimbo hapo mwanzo tu nilikuwa natunga nyimbo na kula, nikiandika wimbo na kule hiyo karatasi naona wimbo naandika nyingine naingia. Kwa hivyo ni kipawa ambacho kilikuwa kimeanzia kutoka kitambo.
lakini juu sikuwa nimejielewa kabisa kwamba kuna kitu kiko ndani yangu tu. Mimi nilikuwa tu nafanya nikifikiri kitu ya kawaida. So ninaandika wimbo, naandika, naona hii sijaandika vizuri, nakula karatasi. Naandika, nakula karatasi, naenda kwa duka nanunua kitabu kingine. Naandika, nakula karatasi. Hizo nyimbo nilitunga kitambo, hakuna hata mmoja nilienda kurekodi. So 2016 ndio Mungu sasa akakuja akanipa the original song ambayo inajiita Sana Wavika, ama wakati umefika tufute, ama Mungu akufute jina ambalo na majina umekuwa ukiitwa uitwa mtoto wa Songo. Ndio sasa nikaimba my first song ambayo inaitwa Sana Wavika, na pale kwa YouTube nimeuita kama Mwana wa Songo. Sasa from there nikatunga huo wimbo, nikaenda kwa studio, nikarecord, nikarelease. Nikarecord nyingine inasema Sua Yuma Yesu no taiwe onaika tena taiwe. Nikapiga hiyo, nikapiga zingine mingi ambazo pia siwezi nikazielezea hapa, lakini najua kwa mtandao utaweza kuzipata. Okay, umeniambia hiyo huo wakati ulipopata ndoto ama ulipopata sana huo msukumo, sasa this is the original song. Hiyo time bado una hustle? Nilikuwa na hustle. Bado una hustle, uliwezaje kwenda hadi urecord song? Unajua kuna wanamuziki wengine wako na talent wako huko nje, lakini ako like mimi sina do, sina nini. Wewe time bado una struggle, una hustle na bado ukapata nguvu ya kwenda studio hadi record. Ulimanage aje? Na Mungu alikuwa upande wangu, na neema ya Mungu pia ilikuwa upande wangu. Manake kuna producer pale Kayole anajiita producer Jacob Irongo, ni Mkikuyu. Na ni producer pia anafanya kazi nzuri. Na alikuwa rafiki yangu, manake kipindi ambacho nilikuwa pale Kayole na yeye alikuwa bado level ya chini. Alikuwa tuna studio ndio inaanza, naye pia alikuwa akiishi tu maisha ya chini. Na alikuwa rafiki yangu. So sometimes nilikuwa naenda namtembelea hata bila kurekodi, namtembelea, tunashinda na yeye. Lakini wakati Mungu alinipa huu wimbo, nikaenda nikaelezea huyo producer Jacob Irongo. Nikamwambia naomba tu nijaribu kama tunaweza imba huu wimbo hapa kwa hii studio. Hapo ndio akaniambia basi nimekubali, acha turekodi beat. Ndio tukaandaa beat hapo, kafuata vile inaimba. Kwa hivyo mimi kuimba that time sikuwa najifunza kuimba, nilikuwa tayari nimezoea kuimba. Na kutunga wimbo mimi hakuna mtu alikuja akakaa hivi akaniambia tuandike wimbo hivi. Ama nikawaza maneno yangu, nikaiandika. Ni Mungu tu na roho wa Mungu ndiye alinielekeza nikaandika ule wimbo. So from there producer akanipa hicho kibali tu. Pale ndio akanikubalia tukarekodi huo wimbo na hakunilipisha kitu chochote. Kwa hivyo wimbo wangu wa kwanza producer tu ndiye alikubali tu, akanichezea tu. Wow. Bila malipo, na from there sasa ndio neema ya kurekodi ikafunguka. Mungu akafungua malango. Akafungua njia, sasa nikaanza kupata pesa huku na huku. Na haso naleta 500. Wow. Na haso naleta 500 tunaendelea kurekodi. Umesema anaitwa producer nani? Anaitwa producer Jacob Irongo hapo pale Kayole. Yeah, Jacob Irongo mali huko. Congratulations. Unaona amekuza talanta. Really appreciate the work you did to Pastor Paul. Yes. In fact, it is like you wanga favored. You wanga the favored. Wanga siri kitu rahisi msanii kurekodi ngoma kwa studio na yeah, sure. It is not that easy. So I think you are the chosen one. You wanga favor from God. That is the favor from God. So unasema just nini ilikujia, that your first song ilikujia kwa ndoto. So hakuna mtu alikuinfluence. There's no one no one. In this generation as easy unapata, let me use for example this local artist, unapata ameiga mahali Gengeton ameiga mahali kwa sababu masikia Gengeton. So tuseme wewe hakuna mahali ilikuinfluence. Si kuiga mahali. Hii ni kitu tu Mungu ilitoka kwa Mungu, na ni wimbo ilitoka kwa Mungu. Ni message ilitoka kwa Mungu. Unajua kitu ambacho kinatoka kwa Mungu kikikuja kwa mtu, alafu kuja kwangu na kiachilia katika maisha ya watu. Hiyo message ndio inaenda inabariki maisha ya watu. Unajua kuna wengine unapata mwingine anatunga wimbo kwa sababu anaona society wanapitia, ndatunga ni encourage vitu fulani kupitia kwa sababu ya vitu venye unaona, maybe ni struggles zenye umepitia, maybe unajua, lakini yako ulilala tu hivi una feel tu you need to release something. You need to tell the society something. Wow. Kwamba wakati wao umefika. Nikaa ule
ile ni kazi you are targeting the Israel. Nakumbuka ile ya the Israel. Yesu alisema enough is enough. It is time for Israel to move from Egypt. Na pia kila wimbo ama kila message sana sana waimbaji, ile wimbo ambao message ambao Mungu tupa inakuanga na sababu. True. Mungu hawezi leta hiyo message kama hakuna sababu. Hiyo message inakujanga kwa sababu ya maisha ya mtu mahali. Na niliona huu wimbo wangu wa kwanza, wakati ulifika kwangu, niliangalia kweli huu wimbo umekuja kwa wakati unafaa. Kwa maana kile kipindi nilikuwa ninang'ang'ana sana kimaisha. Hata 50 bob nilikuwa naenda na kopa. Naomba 50 bob. Nilikuwa naenda naimba kwa makrusade, na alikuwa tu kwa makrusade naimba. Mimi naimbanga praise and worship na niko sawa upande huo. Na si eti nikujisemea, lakini najua niko sawa. So kipindi kile nilikuwa naalikwa kwa makrusade. Naimba. Baadaye napewa shilingi 20. Naambiwa enda ununue maji. Naambiwa nataka Paul nikubariki. Naona mchungaji anaingia hivi. Anakupea mbao. Nafikiri ni kitu cha maana ananipa 20 bob. So akinipa unajua my friend nimeimba. Nimeruka alafu baada ya crusade ikiisha sasa ma speakers kiendelea kufungwa unaita kando naambia Paul kuja nikuone kidogo. Naenda hapa sasa nikijua hapa nimepata sapa. Naambiwa sasa nataka nikubariki. Paul nataka nikubariki. Umefanya kazi nzuri. Sasa mimi natulia, mchungaji anaingia hapo hivi. Naona anachomoa. Unachungulia. Ananiambia enda hii ununue maji. Nikiangalia naona ni mbao. Sasa hiyo kwangu kwa nyumba hata sikuwa nimeacha kitu. Hiyo mbao sikuwa nafika nao kwa nyumba. Nilikuwa naingia kwa hoteli na katakatiwa mandazi ngapi? 2 inachomwa vizuri. Hapo sasa ndio ninaenda nakula, naenda kwa nyumba nambakisha 10 ili nikule breakfast. Hii 10 nao asubuhi sikuli breakfast ya asubuhi na ngojea kitu saa 4 hapa saa 5. Nishikane na lunch. Nishikane lunch. Naingia tena kwa hoteli ile yangu. Nachomoa mandazi ngapi? 2. Alafu naenda kwa nyumba. Kwa hivyo hiki kipawa huwa kinapitia mahali ambako kuna moto. Kinachomwa vizuri. Kinachongwa vizuri ili baadaye kikamilike ili tuweze kuimba wimbo. Huu wimbo kiusikiza unakubariki. Kwa maana dhahabu yezi kaitwa dhahabu kama haijapitia kwa moto. Kwa hivyo mimi nimepitia kwa moto, nimepitia kwa majaribu mengi. Na huwa sikimbii, huwa nangoja bado wakati wa Mungu utimie. Kwa hivyo si vizuri kukimbia. Ni vizuri kungoja Mungu hata kama unapita hali gani. Yeah. Like hata mimi nimelearn lesson like ni poa kukuwa na hiyo imani wakati utafika. You see unaenda unaimba una struggle huku bado unasumbuliwa na vitu zingine but bado kazi ya Mungu uachi. Bado unaendelea kuimba ukiinspire watu. By the way, I think a good example in the Bible is Job. Job alipita mapito and there is that Kamba song. Yeah. Mapena ni maingi. I don't know the song, but that guy named your song of which Jacob alipitia mashida. As in God everything na kuna wakati wake. Learn to be patient and learn to be kuwa na imani. Kwa sababu inaweza kuwa maybe your blessing inakamata after 30 years. Always job plans are God. So you need to be patient. And you can see wewe your generation will be blessed. Ukuwe too faithful na Yeah. So, Pastor Paul, yes, you've said that you're walking in this journey from 2016 till now. So, ukasema kama mtu amekuinfluence, no artist amekuinfluence. But at your view, kuna msanii unafanya naye collab, any gospel artist mwenye you can do naye collab. Ule unasemaga tu aki inatamani ukipata tu hiyo nafasi. Is it international or locally? Yeah. Nafikiri hii swali ni nzuri sana. Umeniuliza mimi na pia kuna ambao wanaotuangalia. Hata wao wamekuwa wakijiuliza swali kama hili. Wanaweza fanya nini? So upande wangu mimi ni Mkamba. Natoka upande wa Kitui County. Ni mwenzako pale Mwingi. Na nilianza kuimba Kikamba. Nikaanza kuimba Kikamba kulingana vile Mungu ananiletea nyimbo. So mahali nimefikia sasa kuna mwimbaji tu
huwa nina watch, hata waleo nikiingia kwa YouTube huwa nina view ngoma zake, na huwa ninangojea ana release ili nisikize message juu nampenda huyo mwimbaji. Kuna mwimbaji anaitwa Wilberforce. Wow. Wilberforce ni rafiki yangu na huwa ninampenda sana. Huwa ananimenta. Hata kama hatujaionana na yeye live. Okay, ninamtushapatana lakini hajaijua kwamba huwa ananimenta. Huwa ninafuata tu Kenya anafanya. Hata kama hatujaionana na yeye kimacho animenta. Lakini kwa kupitia kuimba kwake huwa ananimenta. Kulingana na nyimbo zake vile anazimba huwa ananimenta kwa upande wangu wa uimbaji. So Wilberforce ndio mtu ama ndio mwimbaji huwa ninaweza penda sana kufanya collab na yeye. Kama Mungu anaweza nipatia hiyo nafasi. Najua atafungua njia. Mungu akinipea tu hicho kibali na hiyo neema tu. Hiyo ndio mwimbaji naweza penda kufanya collab na yeye upande wa upambano. Na international, international tuingie pale Tanzania. Wow. Kuna mwimbaji pia anaitwa Muhangera. Ule ameimba wimbo unasema Nabii Elia. Nabii Elia. Pia wewe ni mwimbaji mzuri pia, nimekuwa nikiangalia nyimbo zake na amekuwa pia akinimenta kupitia nyimbo zake. Alafu ni wimbaji tu wazuri. Kuna wimbaji wengi sana wazuri ambao pia ningeomba Mungu anipe nafasi tuweze kuungana pamoja tueneze hii injili kwa njia ya uimbaji. At least na Wilberforce mali yako anaweza watch in God willing. Amesikia vile umesema wewe unamuinspire, si ndio? Pastor Paul. Kwa hiyo in this country sio pia kuna nafanya in this music, si ndio? In this gospel, what is your view in this gospel, in Kenya gospel industry as in? Kwanza you are a comeback artist. Tumeona vile comeback artist wenye wamejimiko tu. Umesikia scandals za Kasolo, Stephen Kasolo vile amejimix. What is your view or take in the gospel industry? Kuna wasanii wengi wa gospel wamejimix sana. Unapata mtu wako huku leo. Sasa zingine hata anaimba wimbo wengine huwezi understand ni gospel ama secular. There's no message. Wewe uko na take gani hapo? Okay. Kuna kitu inaitwa kugonja Mungu, kungojea Mungu. Na wakati timing of God. Penda sana. Unaona? Kuna kipindi ama kuna wakati unafaa ngojea Mungu. So kile ambacho kinafanya watu wakimbie sana. Sometimes unapata mtu ametoa wimbo hata hauna message. Gitaa ndio kamepigwa pale na kudansi. Ni kwa sababu wanataka ni kwa sababu ule mtu tayari ako na pesa. Pesa ndio zinamsumbua kwa mfuko. Sasa anasema wacha ni release hii. Wacha ni tena ni release hii. Huyu ametoa hii na mimi wacha ni release yangu. Huyu ame release na mimi wacha ni release. Nika competition. Utajipata hapo katikati umetoa wimbo na hakuna message. Umejimix. Haya, kujimix kwingine kunafanya watu wajimix ama ile kujichanganya. Ni kwamba watu wanakimbilia sana kupata sifa sana uimbaji wanatafuta hiyo sifa. Wanasahau kwamba wanafaa mpe Mungu sifa na utukufu. Wanaweza apewe sifa. Amen. Na utapata juu mtu anataka sifa, anataka kufanya kitu ambacho kitapendeza watu. Badala kimpendeze nani? Mungu. Utapata nitakuja nikuulize, unaona tu ngoma fulani, unaona iko aje nikitoa? Wewe utaniambia ngoma ni kali sana. So nitaenda kuimba hiyo ngoma kwa sababu wewe umeipenda. Si kwa sababu ya Mungu. Nitaenda kuimba hiyo ngoma sababu wewe umeniambia niimbe. Unaona? Si eti ni Mungu. So sitakuwa nimefuata mapenzi ya Mungu. Nitakuwa nimefuata mapenzi ya marafiki zangu ama ya wanadamu. Na nikiimba nisikie wanadamu hawajanisifu. Make sure nimefanya kitu ambacho mwanadamu kitafanya mwanadamu afanye nini? Anisifu na aniinue. Unaona? Na hicho chote kujichanganya huko kote ambako mnaona waimbaji wamejichanganya ni kwa sababu wanatafuta sifa, kusifiwa na wanadamu, kusifiwa na dunia badala wakubali wasifiwa na Mungu. Wanaweza apewe sifa. Badala wakubali ama wangojee Mungu awainue, wanataka kuinuliwa na wanadamu.
Hiyo ndio shida, mnaona sasa imeingia mpaka unapata mwimbaji anaingia anapiga wimbo hata ukisikiza ni music tu imepigwa, lakini the message nothing, hakuna message pale. Wimbo umekauka, hata hujauombea ule wimbo. Ndio maana unaona sasa watu wanatafuta sifa. Yeah. Tumekuelewa. Najua mtazamaji wetu mahali uliko, usisahau tuko kwa Starwish Empire, Starwish Entertainment. Fika pale Facebook, like our page, utufollow. Najua kuna mambo mengi mazuri. Fika pale YouTube, subscribe, comment, like and share. Leo tuko na mwimbaji wa nyimbo za Injili. Hata mbali na kuimba, unasikia ni kama anaachilia neno. Anaachilia. So naomba tuwekewe muziki wake hapo. Tulikuwa tunasikiza wimbo. Kuna 2 minutes. Okay, wow. Mimi hata nasikia nimebarikiwa manze. Nimebarikiwa. Okay, nilikuwa na hii swali. Like wewe hii wimbaji okay, unaifanya kwa sababu you do it for a living? Ama unafanya kwa sababu ya ministry, kueneza Injili kunini? Unajua unapata wengine they do it for a living, wengine wanafanya kwa sababu hiyo ndio kazi yao, Mungu amewaita. Ningependa kujua wewe umeichukua aje? Yes. Nashukuru kwa swali kama hilo. Kwa maana yake pia kuna watu wengi wamekuwa wakipotoka kupitia kuimba tu wenyewe na nyimbo zenyewe. So mimi kuimba, kuachilia music, naimba ni kwa sababu hii message tayari unajua tulitumwa. Tuliambiwa kwamba enendeni katika mataifa, mpeleke habari njema. Wow. So kuimba kwangu mimi naimba ili habari hii ifikie kila mtu. Yule ambaye hajaokoka aokoke. So naifanya ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu, ili imfikie Mungu. Mtu akiokoka awe upande wa Mungu. Mtu akiponywa kupitia hii huduma ya uimbaji, pia ameokoka kwa sababu ya Mungu na ameponywa kwa sababu ya Mungu, na mambo yake imekuwa sawa kwa sababu ya Mungu. So kuimba kwangu mimi naimba tu ili nilewalete watu wengi upande wa Mungu. Wow. So mimi napigia Mungu campaign. Wow. Uko kwenye campaign. Uko kwenye campaign. Niko kwenye campaign, napigia Mungu campaign, watu waokoke, watu wafunguliwe, watu wakuwe sawa. Okay, niko na swali, sijui litakuwa swali la mwisho. Like uko na familia? Niko na familia. And unawezaje kumanage familia? Wewe ni mchungaji, bado uimbaji, na bado uimbaji unafanya kwa sababu ya like you are spreading the word. Una manage aje? How do you manage it? Tunajua kuna mtu mwingine hizi ako like hizi vitu zitani mix. Labda concentrate na kazi na familia, concentrate na uimbaji, ama concentrate na uchungaji. Wewe unawezaje? Unajua kuna gospel anaona huyu ni kijana mdogo. Yeah, but then kijana mgodo ako committed, amepitia na bado amestand. Unaweza kaa uko married. Okay. Then about your pastor, of which don't Zambia viewers your church where you usually yeah. Na YouTube channel, jina YouTube channel, mambo kama hizo kienda hiyo. Rafiki mtanilisa ya mwisho tu. So huwa nina manage aje kuwa pastor, family man, kuimba, na niko na familia. Unajua kitu cha kwanza, Mungu hakunipa familia kama mzigo. Wow. Sawa that's an encouragement. Wow. Haya, na pia Mungu hakunipa kanisa kama mzigo. Na pia hii ambayo ni ya uimbaji sio mzigo. Hiyo ni word. Hii ni ya Mungu. Kanisa si yangu. Kanisa ni ya Mungu. Huduma hii ninafanya sio yangu pia. Huduma
ni Mungu amenipea nimfanyie. Familia ukisoma katika kitabu cha Mathayo inasema ya kwamba kifungu cha 6 nasema hivi, na msihangaike ama tusihangaike tutakula nini, tutavaa nini, tutakunywa nini na tutalala wapi. Kwanza tutafute ufalme wa mbinguni na vitu zote ambazo tunazihitaji tutaongezewa. Kwa hivyo kwa nini huwa nina manage kuimba, nina preach na bado niko na familia? Ni kwa sababu kitu ya kwanza ninamtafuta Mungu. Hizo vitu zote, vile familia yangu itakula, vile itavaa, vile kanisa itaendelea, vile nitatoa music, vile nitarekodi, Mungu ndiye anashughulikia hizo vitu zote. Kwa hivyo hizo vitu zote zinatimia automatic nikisha kwanza mtafuta Mungu ambaye anatimiza hizi vitu zingine. Watu wanaanguka wapi? Kwa nini unalemewa kurekodi? Kwa nini unalemewa kwenda kushoot video? Kwa nini wewe ni mchungaji na unalemewa kulisha familia yako? Ni kwa sababu akili yako na mawazo yako umewaza vile kwanza utaamuka uende kwa kazi utafute pesa baada utafute Mungu. Kwa nini unalemewa kurekodi nyimbo kwa studio? Ni kwa sababu akili yako imekuweka vile kwanza utaenda utafute hiyo pesa badala kwanza utafute Mungu akupe pesa uende urekodi. Kwa hivyo kitu cha kwanza ukitaka usingangane, kwanza mtafute Mungu na vitu hizi zote unahitaji sitatimia. Wow, indeed wewe ni mtoto wa Sonko Naona hiyo nguvu ya kukua mtoto wa Sonko imetoka wapi? Guys, I told you that hapa kuna uwepo. There's us. Nasikia kuna kaupendo. Atmosphere imechange. Atmosphere imechange. Na pia niko na message ambayo ningetaka kusema ya dakika kama 30 second. 30 seconds. That second. Nilikuwa nataka kusema kama wewe ni mwimbaji, usingoje upate pesa ili uende urekodi. Juu mimi nyimbo zangu nimerekodi karibu nyimbo 10 na kitu. Na hakuna wimbo nishakaa hivi nikakusanya pesa ili nipelekee producer. Hapana. Mimi nikitaka kama sasa Mungu akinipea wimbo saa hii, nenda naongea na producer nampea kile ambacho niko nacho na tunatengeneza beat. Kwa hivyo usingoje upate pesa yote ili upelekee producer. Unafaa shetani ataingia hapo. Wakati umekusanya 1,000 anakunyemelea, unanunua dress ama unaenda unanunua nguo. Ama ugonjwa unaingia. So shetani hawezi kukubali ufanye injili ama utumikie Mungu. Atapinga injili. Shetani anapinganga kile ambacho ni cha Mungu. Hawezi akapinga chake. Akiona wewe ni mwimbaji, naone unataka kukusanya pesa uende studio, atakuzuilia. Ukikusanya kifika 2,000 unatumia. Kwa hivyo ukitaka vizuri wewe ukiona uko na 2,000 ama 1, pelekea producer, ongea na producer, mwambie muulize ngoma utanirekodia na ngapi. Akwambie nitakurekodia na 10,000. Akikwambia 10,000 mwambie hapa niko na 1,000. Producer atachukua 1,000 akingoja beat na mkitengeneza beat utaenda tena Mungu akupee 1,000 zingine 2 ulete. Uweke sauti hivyo. Producer kabla amalize kupiga wimbo afanye edit, afanye kila kitu, utakuwa umepata hizo pesa zingine umempatia na umechukua wimbo. Wow. So hiyo ndio njia ya kufanya recording. Hakuna njia nyingine. Example ni back producer there. Producer umesikia? Nimesikia. Producer tukikuja na dhao unachukua. Bora hajakuja na mkono bure. Bora usiende na hata Waswahili wanasema then tunaandika inakile tu. Haulambu. Like unajua mmepatiwa pia leakage. Leakage ya. Kuna ile wimbo ya nimeimba latest. Tunataka tumalize. Tutamaliza nayo, don't worry. Producer yetu hapo nyuma. Tunataka tuipige, alafu sasa muulize maswali ya mwisho. Niyo yenye iko kwa 5 hapo download. Tumalize mwisho. Tunataka niongee, nipige. Alafu baadaye sasa tumalize. Maswali yaendelee. So, unaweza fans church yako vile inaitwa, where do you usually ministering, the YouTube channel. Just talk to the fans. Thank you so much. And remember nyimbo kidogo tu Zambia, best you can give the youth, the society, the church a bit of advice. Thank you. Wanarika na pia nyinyi ambao mliooa, nyinyi wote. Manake saa hizi najua inaongea na dunia mzima. Hii kitu yote ambayo inahusu kutumikia Mungu. Huwezi tumikia Mungu kama hujaokoka.
lazima kwanza uwe umeokoka, ili usianze kufanya sarakasi huko katikati. Lazima uwe umeokoka ili usingangane kwa music. Lazima uwe umeokoka ili uweze kupreach. Lazima uwe umeokoka ili uweze kutumikia Mungu. Huduma ambayo tu unafanyia Mungu lazima uwe umeokoka. Sawa So ulikuwa umeniuliza wapatie ushauri. Yaani ushauri yoyote. Unajua labda kuna mtu mwingine huko nje anapitia wakati mgumu. Mwingine ako like yeye nakwambia sasa hii maisha unajua pia hii corona you see kila mtu wengine wame lose job, wengine wanahangaika, wengine school fees hawana, ndio watu wanafaa kujoin sijui high school you see. Kuna watu depression sasa hii unajua tukiangalia TV kila siku mtu amejiua kwa sababu ya depression. Sawa, thank you. Asante. Ni kweli watu wamefunjika moyo. Watu wengi wamefunjika moyo. Kuna ambao walikuwa wameanzisha jambo fulani na wakaacha kwa sababu ya kufunjika moyo. Kile ambacho naweza kueleza ni kwamba usifunjike moyo na usikate tamaa. Kama ulikuwa umefika mwisho, mimi naweza kuambia sasa ongeza ngia nyingine ya kusonga mbele. Kwa manake ufai kusalenda, shetani ndiye anafaa kusalenda. Endelea tu hata kama unaona hali iko aje. Alafu uombe tu na uweke tumaini lako kwa Mungu. Uweke kila kitu kwa Mungu na akili zako weke kwa Mungu. Na utaona Mungu tu. Jua hakuna kitu ambacho kinawezekana bila Mungu. Lakini Mungu akiwa kila kitu uwezekana. Hakuna kitu Mungu hawezi. So uzisha Mungu kwa hiyo familia yako, uzisha Mungu kwa huduma yako, uzisha Mungu kwa kile ambacho unaona unafanya. Kama ni biashara, kama ni kwa ndoa yako, hata kama umeolewa unapata mtoto, weka Mungu ndani, utapata mtoto. Wewe ambaye ulikuwa shule, umedungwa mimba, sasa hivi uko ujauzito. Shule imeisha, hata sasa hivi unaogopa kufisi wazazi wako. Usiogope. Baresa asifiwe. Ninajua ni wengi sana wanapitia hiyo hali. Si ndio? Unapatana na kijana kama boyfriend na girlfriend, mnapatana napata uko na mimba. Kile ambacho naweza kuambia, ukidungwa mimba usitoe mimba. Kwa sababu kuna maandiko yanasema usiue. Na ukiua, huo ndio mwanzo wako wa maisha kuharibika na maisha yako itakuwa mbaya zaidi ukimaliza kutoa hiyo mimba. So make sure kama umebeba mimba usitoe. Kama umeolewa na mnasumbuana na mzee wako, make sure umekaribisha Mungu kwa ndoa yako. Asubuhi ukiamka omba. Jioni ukilala omba. Kila wakati weka maombi mbele na weke Mungu mbele na Mungu atawashindania katika kila hali. Maana Mungu hawezi kushindwa na kitu. Wow, like husisha Mungu kwa vitu vyote. Wow, tuko kwenye Starwish Entertainment. 10/10 110 show. Like we are glad. Stay tuned. Tunaomba tucheze hiyo moyo latest inaitwa Ebenezer. Ebenezer. That is my latest song. Tukimalizia You can follow me at Facebook at @MK, pale Instagram at @MK, si ndio? Pastor pia unaweza sema handle zake. Thank you. Social handles. Yeah. Now, nataka sasa kueleza vile mahali mtakuwa unanipata. Utakuwa unaingia YouTube, unaandika Mwana wa Songo ama Paul Katesia ama Mwana wa Songo YouTube, nyimbo zangu zinakuja hapo zote. Ukiingia pale Facebook, unaandika tu Mwana wa Songo. Na ukiandika tu Mwana wa Songo utanipata pale na tutazungumza. Maswali mengi niulize pale, namba yangu ya simu nitawapa. Utapiga 07 29 869 043 0729 869 043. Kwa hivyo kama uko na swali unaweza nipigia, ama unapata viongozi wetu katika hii media na watazidi kukusaidia zaidi. Wow. Pia kanisa unaweza ambia kanisa inaitwa Bethsaida hapa Kitengela na tunapenda Mungu. Wow. Amazing. 1 minute of performance, alafu tunaenda.